Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 13 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Katarina wa Risi, mtawa. Katarina alizaliwa mjini Risi, Florence, nchini Italia mnamo tarehe 23 mwezi Aprili mwaka 1522 katika familia ya wafanya biashara. Tangu akiwa mdogo alipenda kujifungia na kusali. Akiwa na umri wa miaka 13 aliingia shirika la Mtakatifu Dominiko. Mwanzoni alipata changamoto kubwa kwa kutokueleweka na watawa wenzake mpaka walipokuja kuelewa utakatifu wake na kumteua kuwa mlezi wa wanovisi, na baadaye akateuliwa kuwa mkuu wa nyumba na hatimaye akawa mama mkuu wa shirika hilo. Kwa upole na uvumilivu alijiendeleza katika fadhila kwa kufanya kitubio. Katarina alikuwa mtu wa sala. Kila Alhamisi adhuhuri hadi Ijumaa mchana alisali kanisani akikumbuka mateso ya Bwana na kuwaombea watu mbalimbali. Alitafakari hatua kwa hatua mateso ya Yesu, kuanzia kupigwa mijeredi, kuvikwa taji la miiba, kubeba msalaba na kusulubiwa. Mateso haya yalionekana mwilini mwake. Watu wengi walipenda kujiunga naye katika sala na tafakari hii. Hata ratiba ya kitawa haikuweza tena kufuatwa, hadi ilibidi asitishe tafakari hii. Katarina alikuwa pia na kipaji cha kutenda miujiza, na pia alishaonekana akiongea ana kwa ana na Mtakatifu Filipo Neri na Mtakatifu Maria Magdalena wa Pazi, watakatifu ambao hakuwahi kukutana nao. Aliwasiliana sana na wapenda mapinduzi wa kiroho wa nyakati hizo kama vile Mtakatifu Filipo Neri, Mtakatifu Kalori Boromeo na Mtakatifu Pio wa tano. Katarina alimtokea Filipo Neri na kuzungumza naye huko Roma bila kuondoka katika konventi yake ya Prato. Mtakatifu Filipo Neri alikiri wazi jambo hili na limethibitishwa kwa viapo vya mashahidi watano. Mtakatifu Katarina aliitwa mbinguni na mchumba wake Yesu mnamo mwaka 1589 baada ya kuugua kwa muda mrefu. Alitangazwa kuwa mtakatifu mnamo mwaka 1746. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Katarina wa Risi, mtawa. Mungu amenikataza nisijivunie chochote isipokuwa msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao kwa njia yake ulimwengu umesulubiwa kwangu na mimi kwa ulimwengu. Rejea waraka wa Mtume Paulo kwa Wagalatia sura ya 6 aya ya 14. Watakatifu wengine tarehe 13 Februari: Mtakatifu Gosbeti, Mtakatifu Kastori, watakatifu Tulianus, Antia, Siriakus na Amonius wafiadini wa Misri. Mtakatifu Katarina wa Risi, mtawa, utuombee.